Kwa jina naitwa Philipo Mwakibete, mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji manispaa ya Kinondoni. Leo tulikuwa tunafanya kikao cha awali cha kuwapanga cha kujadiliana namna gani ya wafanyabiashara kuingia kwenye eneo la soko la Kawe jipya baada ya lile soko kuungua. Sasa miundombinu tayari imekamilika karibu kwa 90%, kwa sababu kilichobaki ni ujenzi tu wa frame ambazo tumeshazipandisha kwa ajili ya kuweza kuzunguka ile eneo na kuona wafanyabiashara wanaweza kuzitumiaje. Lakini kwenye eneo letu tunategemea kuingia wafanyabiashara 1000, kwa maana tuna ingizo la kwanza la wafanyabiashara ambao waliathirika na moto, lakini tuna wengine ambao sasa walikuwa wamevamia eneo la National Housing, nao pia tutawa accommodate kwenye ile eneo. Lakini kuna wale ambao wanapanga barabarani karibu na stand, wote hao tutawaingiza kwenye eneo hili la soko ili kwa ajili ya waweze kupata huduma sehemu moja wote. Kwa hiyo tunashukuru kikao chetu kimeenda vizuri, wafanyabiashara wamekuwa na mwitikio mzuri, lakini watakuwa na ziara, wataenda soko la Tegeta. Kabla hatujaingia kwenye utaratibu wa kupangana hapa, lakini lazima waende wajifunze namna gani ya upangaji wa bidhaa kwenye masoko, lakini kwa kuwa upangaji wa bidhaa kwenye masoko ni ubunifu, kwa tumeona angalau wakapata na elimu kidogo kwa wenzao, namna gani wanapanga bidhaa na mpangilio wao ukoje, ili wanapokuja kwenye haya maeneo wasipange kwa mazoea kama walivyozoea miaka yote na kwenye shughuli zao. Kwa elimu ni mtambuka. Kwa tumekubaliana nao, nafikiri kesho watakuwa wanaelekea huko Tegeta. Baada ya kumaliza hiyo ziara tutapata mrejesho, watatoka hapo wataenda kuelimisha wafanyabiashara kwa jumla, maana ni kamati kuu ya soko. Baada ya kuelimisha wafanyabiashara pale, tutakuwa sisi kama maafisa biashara tutakwenda tena sasa kwa wafanyabiashara wote kupanga ni lini itakuwa sasa ni shughuli nzima ya kuja kupangana kwenye soko letu, baada ya kuwapa pia na elimu na sisi pia. Kwa hiyo litakuwa ni zoezi ambalo linaenda kwa hatua, ili tusije tukatengeneza migogoro kwenye soko mapema, kwa maana kila mtu anakuwa na taarifa zilizoshiba, lakini kila mtu na kitengo chake anakuwa anajua yuko eneo gani, ili aweze kufanya biashara bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa majina naitwa Yusuf Abdalla, ni mwenyekiti wa soko jipya la Kawe. Kikao chetu cha leo kilikuwa kinahusiana na namna kuangalia mustakabali mzima kuhusiana na waanga wa soko lile jipya ambalo limeungua moto. Katika soko lile toka limetokea janga la moto, tumekuwa tukiwa tumekagua mradi huu mara kwa mara, na leo tumekuja baada ya kuitwa na afisa biashara kuja kujadiliana namna ambavyo tunaweza kuingia kwenye soko letu hili. Kwa tumejadiliana hapa, yako mambo kadhaa ambayo tumekubaliana. Miongoni mwa mambo ambayo tumekubaliana ni sisi kama soko tuungane vitengo vyote vya soko kwa ajili ya kuratibu namna ambavyo tunaweza kujipanga kwenye soko hili jipya. Lakini jambo la pili, tumekubaliana kabla hatujaingia kwenye soko hili tuweze kufanya ziara, kutembelea kwenye masoko yanayofanana na soko hili, ili tuweze kujifunza namna ambavyo wenzetu wamejipanga, ili mfumo ule na sisi tuje kuingia nao kwenye soko hili. Neno langu hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatarajiwa kuhamia kwenye hili shedi ya hizi shedi, na shauri tuwe na utulivu, na sisi kama viongozi wao tunaendelea kuratibu na tunakusudia ya kupanga mfumo ambao utakuwa unazingatia vitengo. Kwa hiyo tuwe na subira, tunaendelea kuratibu hili jambo, litakaa vizuri, watu watakuja kuingia, na kila mtu anayestahili kupata haki yake ataipata ya kufanya biashara kwenye soko hili, ili kumpunguzia machungu ambayo yamepata kwa kuunguliwa na moto. Kama ambavyo serikali imeamua kutia pesa kutengeneza soko hili, na sisi kama viongozi tutakuwa waadilifu, na ile tunaomba wafanyabiashara na wao wawe na subira. Tutakuja kuingia kwenye hili jengo, tutafanya biashara hapa. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208, au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.